Tuko hapa kwa kutangaza maneno ya Mungu kusudi watu wa Mungu wafaidie tena kupitia neno, kwa sababu siku zote nasema kwamba neno la Mungu liko hapo kwa ajili ya kutusaidia Wakristo, kutuongoza na kutufanya tutembee katika kanuni na sheria za Mungu kusudi tuweze kumpendeza na tusiangamie kama wengine walivyoangamia. Kwa sababu kitazama Mtume Paulo anasema vema kwamba tusitende zambi kama wengine walivyotenda zambi wakaangamizwa siku hiyo watu kama 1000 na zaidi. Kwa hiyo hii iliandikwa kama mifano kusudi itufundishe sisi tuliofikia kwa wakati huu, kutujulisha kwamba Mungu hata kama ni Mungu wa rehema, lakini pia ni Mungu wa ghadhabu ambaye anachukia maovu, anachukizwa na zambi ambazo mwanadamu anazozifanya hapa chini ya jua. Kusudi tuwe na mahusiano mazuri na Mungu, tupate kumpendeza na kuwaza kwa yale yote yatakayompendeza Mungu, kusudi tuwe na usalama na Mungu. Siku zilipita tulijifunza neno fupi kuhusiana na kutafuta usalama, na imani ya kwamba ilikuwa baraka kubwa. Na kwa leo vile vile tutakuwa na somo nzuri sana ambalo litakubariki. Imani ndani yangu ni kwamba ni somo litakubariki na ni somo litakalo kusaidia na kunisaidia kujua nini mapenzi ya Mungu na nini Mungu alikusudia kwetu katika siku hii ya leo. Tunawasalimu ndugu walio mbali na karibu, hatutapata muda wa kutaja jina zao, lakini hata wewe pia msikilizaji, na kwa watumishi, kwa Wakristo walio mbali na karibu, Bwana wabariki. Na kwa leo tutaingia ndani ya somo letu moja kwa moja kwa kugomboa muda zaidi. Tutakuwa na neno nzuri ambalo tutajifunza kupitia waraka wa pili wa Petro sura 3 na mstari wa 1 na kuendelea mpaka 9. Tutasoma neno hili katika jina la Yesu Kristo. Wapenzi, hii ni barua ya pili ambayo ninawaandikia ninyi. Katika zote mbili ninaamsha nia zenu safi, nikiwakumbusha ninyi mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu, na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho wenye kuzihaki watakuja na zihaka zao wenyewe, wakifuata tamaa zao wenyewe, wakisema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa maana tangu baba zetu walipolala vitu vyote vinakaa kama vilivyokuwa tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana wanasahau kwa kusudi ya kwamba mbingu zilikuwa tangu zamani na nchi iliyofanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Na kwa neno hili dunia iliyokuwa kwa wakati ule iligarikishwa kwa maji ikaharibiwa. Lakini mbingu zilizo sasa na dunia zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hili, zikilindwa hata katika siku ya hukumu. Inaendelea ikisema hivi: lakini wapenzi, msisahau neno hili moja, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhania kukawia, lakini ni mvumilivu kwenu, asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafikie kutubu. Ni neno la Bwana. Tunakubariki kwa neno lako Kristo muumbaji. Ulisema mbingu na dunia zitapita, lakini yodi moja wala nukta moja haitapita, hata yote yaliyoweza kuandikwa yaweze kutimia. Bwana, ni neno lako, nahitaji ulitafsiri ndani yangu kama ilivyokuwa mapenzi yako katika jioni hii. Kristo naomba, amena. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki tena. Na barua hii tunayoisoma ni barua ambayo iliandikwa na Mtume Petro, na tarehe kwa kuandikwa kwa kitabu hiki kinadhaniwa kwamba kiliandikwa katika mwaka wa 66 baada ya Kristo. Na neno kubwa ndani ya barua hii, barua ya pili hii ya Mtume Petro
na barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timotheo ni sawa vile kwa njia nyingi, yani kama vile zinalingana. Waandishi wa barua hizi mbili walijua ya kwamba muda wao ama wakati wao wa kuondoka katika dunia utafika baada ya muda fulani. Ukimtazama mtume Paulo alikuwa akimuonya mwana wake Timotheo katika barua ya pili sura 4 na kuendelea. Alikuwa akimuonya Timotheo na kumuonyesha namna anatakiwa kutembea katika imani, lakini aliweka neno nzuri hapo akisema ya kwamba kwa mimi sasa ninamimiwa na wakati wangu wa kuondoka katika dunia huu imefika. Mtume Paulo ama Petro naye vile vile anaisema ndani ya 1:14, anasema neno nzuri kwamba nikijua ya kuwa kuondoshwa kwa hema yangu kuna kuja mbio, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Ni watu ambao walitambua kwamba wanabaki na muda mchache hapa duniani na wakati wao wa kuondolewa waende kupumzishwa umekaribia. Kila mmoja alisaidia rohoni na kukaa na furaha. Walifahamu mbele ya kwamba historia ya kanisa wenye mfano wa kuogopa Mungu itakwisha kwa njia ya ukafiri. Yani hawa watu ambao wanaofanya matendo ya kuweza kumchukiza Mungu kwenye historia ya kanisa mpaka sasa, watu wale wanaofanya machukizo wakaonyesha kwamba njia hii yote ya kumkufuru Mungu na watu wa mfano wa kumuogopa Mungu, lakini wakikana nguvu zake na wakimkataa hata Kristo, itakamilishwa kwa njia ya ukafiri. Lakini vile vile mtume Petro anaeleza kwamba kutakuwa na walimu wa uongo ambao wataingiza mafundisho ya imani ya uongo kwa siri. Anayaeleza yote ndani ya barua hii, na pia katika mstari huu tunaosoma anaeleza juu ya kuja kwa pili kwa Kristo na katika siku ya Yehova. Utaelewa kwamba utangulizi ni ndefu, lakini kwa sababu muda ni mchache ndani ya studio, tutaenda kwenye somo letu moja kwa moja. Teme yetu inasema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Ahadi ya kuja kwa nani? Kwa kuja kwa Kristo Yesu. Tunaposoma tangu Mathayo, Kristo ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwaambia wanafunzi wazi juu ya dalili mbalimbali zitakazotokea kabla ya kuja kwake. Ilikuwa ni katika Mathayo 24 mstari wa 1 na kuendelea. Wanafunzi wakamkwendea Kristo peke yao kwenye mlima wa Mizeituni, wakamuuliza Kristo juu ya alama ya kuja kwake na dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia. Lakini nampenda sana Kristo kwa sababu hakuwafuchika ama hakujizuiza kuwaambia. Aliacha maneno yote wazi. Akawaambia kwamba msidanganyiwe na mtu, kwa sababu kutakuwa na watu wengi ambao watakuja kwa jina langu wakisema kwamba mimi ndiye Kristo. Lakini akawaonyesha alama mbalimbali zitakazo shuhudia ujio wake. Akawaeleza juu ya vita na matetezi ya vita. Akawaeleza juu ya mapendo ya ndugu kupungua, watu kuchukiana, watu kuuawa, watu kuuana na watu kutoana bila hata huruma. Haya yote ni matukio ambayo Kristo aliyaeleza kuhusiana na ujio wa kuja kwake. Lakini vile vile tunaposoma ndani ya barua ya Injili ya Yohane katika 14 mstari wa 1, anawaambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaamini Mungu, muniamini mimi vile vile. Katika nyumba ya Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia ninyi. Mimi ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali. Na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu, ili mahali ambapo ninapokaa ninyi mkae vile vile. Yani haya yanatuonyesha kwamba ikiwa Kristo alikwenda mbinguni, ni alienda awaandalie makao wale wote watakaovumilia ndani ya imani, watakao kuwa washindi,
kwa sababu hapa duniani nilikuambia kwamba ni uwanja wa mapambano, na vile vile Biblia inasema ndani ya Luka kwamba kuingia katika ufalme wa mbinguni ni ufalme ambao unapatikana kwa vita, na wale wote wenye nguvu ndio watakaouteka. Yani kwa kupambania ufalme ni kujizuiza kufanya yale yote ambayo mwili hii inaweza kutuongoza kufanya, ambayo yanaweza kumchukiza Mungu. Ikiwa ni tamaa, kujizuiza juu ya tamaa; ikiwa ni juu ya wizi, kujizuiza juu ya wizi; ikiwa ni juu ya mambo ambayo hayafai, kutafuta fedha chafu kwa njia ya kuwatoa watu, kuyaacha hayo mambo yote kusudi siku moja nasi tuweze kumuona Mungu na kurithi ufalme ambao Kristo alienda kutuandalia. Hapa yanatuonyesha kwamba Kristo alienda kutuandalia, lakini kuna siku atakuja na kutukaribisha sisi kwake, ili mahali ambapo anakaa sisi tukae vile vile. Mtume Petro alitaka kuwakumbusha Wakristo maneno haya, kwa sababu Wakristo wanazuizwa na roho ama pepo ya kusahau yale yote Mungu aliyoyasema na yale yote Mungu anayoandalia kanisa, kusudi Wakristo wazubalishwe katika dunia hii na watoke kwenye lengo, kusudi waukose ufalme ambao ni ufalme wa Yesu Kristo. Utaelewa ndugu mpendwa kwamba baragumu ya kwanza itakapolia, watu wote hawatasikia baragumu, ama watu wote hawataisikia sauti ya baragumu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba watu wamoja watashituka, kanisa limekwisha kunyakuliwa. Watu watashituka, wamebaki hapa duniani. Watu watashituka, wenzao wamepotea. Watu watashituka kuwaona ndugu wamoja ambao tena hawaonekani. Yani baragumu itakapolia, wale watu walio na roho, wale watu wanaotembea katika mapenzi na makusudi ya Mungu ndio watakaoisikia na ndio watakao nyakuliwa. Na ndio maana maombi yangu siku zote na mafundisho nayo yafundisha ni kusudi ielekeze kanisa kujazwa na kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu Mkristo ambaye hana nguvu za Roho Mtakatifu ni Mkristo ambaye naweza kusema kwamba anapotea. Mkristo bila nguvu za Roho Mtakatifu ni Mkristo mwenye hana identification ndani ya imani ya Ukristo. Ikiwa Kristo aliahidi kutupatia Roho Mtakatifu, kusudi Roho Mtakatifu atufundishe, atueleweshe na atuongoze hapa duniani, kusudi tusije tukajikwaa. Sasa hapa mpendwa msikilizaji, kunakuwa na alama mbalimbali zinazoonyesha kutokuwepo kwa Roho Mtakatifu mahali mbalimbali, kama vile kanisani au ndani ya muamini. Ni wakati ambao Wakristo wengi wanashindwa kujioji na kujiuliza juu ya maswali haya matatu. Yani kwako Mkristo mpendwa msikilizaji unayesikiliza maneno haya, ni wakati wako na wangu kujioji kila leo juu ya maswali haya, kusudi yatusaidie kutujulisha kwamba tupo wanani, tunatakiwa kufanya nini, kusudi siku moja tusiukose ufalme ambao tulienda kuandaliwa. Swali la kwanza la Mkristo anatakiwa kujiuliza kila leo, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, wakati wote, yafaa ujiulize, wewe ni nani? Ni swali la kwanza la msingi. Jiulize, mimi ni nani? Swali la pili, yafaa pia ujiulize, niko wapi? Mahali ambapo upo nitafasiria, utaelewa. Na swali la tatu ni kujiuliza, ndakuwa wapi? Mahali ambapo mimi nitakuwa baada ya kuondoka kwangu kwenye dunia hii. Kwa sababu siku zote tunajua kwamba tunapoteza ndugu zetu kwa njia mbalimbali. Tunasikia mtu amefariki, mtu ameiaga dunia. Lakini yafaa tujiulize kwamba hawa watu watakuwa wapi baada ya ziki kuu, ama baada ya sisi vile vile kuondolewa katika dunia hii, ama mwisho wao. Wameondoka duniani, lakini kuna makao vile vile kwa kazi walioitumikia hapa duniani. Kazi hiyo pia ikiwa njema au kazi hiyo ikiwa mbaya vile vile.
Mpendwa, kwenye swali la kwanza yafaa kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ukijiuliza kwamba uko nani kila leo, yafaa kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Usitangulize cheo yako mbele, usitangulize uraisi wako mbele, usitangulize mamlaka ulio nayo mbele, usitangulize cheo fulani ambacho ulipewa kikazi ama kihuduma. Yafaa kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mwana wa mfalme. Wewe ni mtoto wa Kristo. Na kama wewe ni mtoto wa Kristo, yafaa kuwaza kila leo na kujiuliza, watoto wa Kristo wanatembea namna gani ili wamupendeze? Ama watoto wa Mungu wanatembea namna gani ili wakae katika hali ya usalama pamoja na baba yao? Ukijiuliza hii kila leo mpendwa, yafaa kujua kwamba Mungu atakuwezesha ndani ya dunia hii. Mungu atakuwezesha kwenye parkuru yako yote uko nayo hapa duniani, na mwisho utaupata mwisho mzuri, kwa sababu aliyewaongoza mitume ndiye ambaye anatuongoza mpaka kwa wakati huu. Yafaa kujiuliza, wewe ni nani? Wewe ni mtoto wa Mungu, na unatakiwa kutembea kila leo, kuwaza kila leo namna utatembea katika sheria za baba yako na kushika yale yote ambayo Mungu anakuwezesha kushika, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba shika sana kilicho chako, asije mtu akaweza kuiondoa taji yako. Taji ambayo tunaipigania, yafaa kujua kwamba taji hii vile vile shetani anakusudia kila leo, anapanga njama kila leo kusudi taji tuipoteze. Lakini mpendo unayenisikiliza, sauti hii iko hapa kukujulisha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni mwana wa Kristo. Yafaa kutembea katika njia za Kristo, upate kumpendeza Kristo na uishi sawasawa na kufanya kanuni na sheria za Mungu, kusudi siku moja urithi ufalme ambao Kristo aliyokwenda kutuandalia, kwa sababu siku moja atarudi. Swali la pili, tunaenda haraka kwa sababu ya muda, ni kujiuliza kwamba niko wapi? Mahali ambapo ulipo. Kwenye swali hizi usifikirie kwamba utajibu kwamba nipo ndani ya nyumba yangu. Hapana, yafaa kujua kwamba mahali ambapo upo ndani ya imani ya Kikristo, upo ndani ya imani ya Kristo. Usiangalie vitu vya kimwili kwenye mambo ya imani. Yafaa kujua kwamba upo ndani ya imani, na ukiwa ndani ya imani yafaa kutembea jinsi imani inavyokufundisha. Usitembee jinsi mawazo yako yanawazaka, usitembee jinsi tamaa zako zinakusukumaka kufanya, kwa sababu kuna Wakristo wengi hata wahubiri mambo wanayoyawaza ndani ya akili zao na ndani ya moyo wao, hata yakiwa mabaya ama mazuri, wanayapanga kwa jina la Mungu, kwamba ni Bwana ndiye anasema, kwamba ni Bwana ndiye anakusudia watu watembee katika njia hii. Alors que ni makosa na ni kukufuru neno hili tunalolisoma kila leo, kwa sababu neno hili lipo hapa kwa ajili ya kutuongoza na kutufundisha kanuni na sheria za Mungu. Unapotazama mwanadamu wa kwanza kuwepo hapa duniani ambaye alikuwa amepotea na kujitenga katika mapenzi ya Mungu, alikuwa ni Adamu. Adamu alikuwa akimpendeza Mungu siku zote, lakini siku ambayo alitoka katika ukaribu na Mungu na kujitenga mbali na sheria za Mungu, Mungu alimuuliza neno moja, akamuuliza, Adamu uko wapi? Ni kusema kwamba mtu akijitenga mbali na Mungu, mtu akijitenga mbali na kweli ya neno la Mungu, ni mtu ambaye amepotea, na ni mtu ambaye Mungu anamtafuta kila leo kusudi ajenge tena uhusiano bora na Mungu. Na sauti hii jioni hii iko hapa kwa ajili ya kukukengeusha, kukujulisha kwamba ikiwa umepotea katika njia mbalimbali, yafaa kurejea, kwa sababu sauti hii ni sauti ambayo ya kutukengeusha na kutusisimua turudi kwenye msimamo, mahali ambapo tulijificha na kujitenga mbali na kweli ya neno la Mungu. Swali la tatu inatujulisha ama kutuuliza tutakuwa wapi? Mahali ambapo tutakapo kuwepo baada ya kuondolewa kwetu hapa duniani. Mpendwa, kuna njia mbili mbele yako. Kama Musa alivyosema, kuna uzima lakini pia kuna mauti, kuna baraka lakini pia kuna laana. Lakini Mungu kwa sababu ni mwema akawaambia kwamba chagueni uzima.
mupate kuishi ninyi pamoja na wazao wenu wote. Nami ndugu yako niliye kwenye redio na kuambia uchague uzima, ufuate uzima, ufuate kweli, ufuate yote ambayo inayomuelekea Mungu, na yale yote yaliyo ya muovu achana nayo, hata kama unayafaidia. Siku zote nasema hivyo kwa sababu kuna wengi wanaowatesa wenzao ili wapate pesa. Hata kama unafaidia pesa kwa njia mbaya, achana nazo kusudi siku moja urithi ufalme ambao tuliokwenda kuandaliwa pamoja na Kristo ambaye anayetupenda na aliyekufa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Hapa mtume Petro anazungumza neno gani? Anawaambia seme, kwa maana tangu baba zetu walipolala vitu vyote vinakaa kama vilivyokuwa. Hapa kuna watu ambao wanajifanya kuwa wamesahau kusudi la kuandikwa kwa maandiko haya matakatifu. Shetani anasukuma roho ndani ya Wakristo kuwasaulisha kila leo, kuwafanya wasikumbuke juu ya sheria za Bwana, kuwafanya wasikumbuke hata neno moja kuhusiana na maandiko matakatifu, kusudi watu wapotee kwenye shida na kwenye giza hii ya kutokusoma na kutembea sawasawa na neno la Bwana. Utaelewa kwamba kuna mambo mbalimbali yanayosababishia watu kuweza kusahau na kurudi nyuma na kusahau sheria ya Mungu na kujitenga mbali na kweli ya neno la Mungu. Sikia namna anavyowaambia. Aseme, maana wanasahau kwa kusudi ya kwamba mbingu zilikuwa tangu zamani na nchi iliyofanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Ni shetani ndiye atakayesukuma roho ndani yao kusudi wasaulishe lengo la Bwana, makusudi ya Bwana na ufalme ambao Bwana aliyokwenda kuwaandalia. Jambo la kwanza linalofanya mtu aweze kusahau sheria za Mungu na kusahau neno la Bwana na kulitupilia mbali ni wakati mtu anapokuwa akiongezewa ama kubarikiwa na Mungu kwenye njia mbalimbali, anasitawi katika jambo fulani. Wengi walikuwa ni maskini, wengi walikuwa hawana kitu, walikuwa siku zote wakiishi katika kanuni za Mungu, wakitembea sawasawa na neno la Mungu, wakijinyenyekeza mbele za Mungu kwa sababu hawana. Lakini siku ambayo Mungu aliwabariki, wakasahau sheria za Bwana, wakazitupilia na wakajitenga mbali na Mungu kwa sababu ya baraka ambazo Mungu alizoweza kuwabariki. Na ndiyo maana nawashauri watu siku zote kwamba wale wote wanaomuomba Mungu kwamba awape haja ya mioyo yao, afadhali kuomba Mungu kumwambia akubariki sawasawa na mapenzi yake, kwa sababu kibarikiwa sawasawa na mapenzi ya Mungu hauwezi ukapotea, hauwezi ukakwenda gizani, hauwezi ukatupiliwa na Mungu kwa sababu alikupatia kitu ambacho kinachokufaa. Jambo la pili linalowafanya wengi wasahau na wajitenge na mbali na kweli ya neno la Mungu ni wakati watu wanapositawi katika jambo fulani, lakini mwisho wa siku wakajikuta kwenye mateso. Mateso inawafanya wakufuru Mungu na wajitenge mbali na kweli ya neno la Mungu. Kama vile unamwangalia Yobu. Yobu alikuwa ni mtu ambaye alipitia mateso mpaka mke wake akamwambia aseme, kwa nini bado ungali unashikamana na Mungu? Kufuru Mungu na kufa. Lakini Yobu akasema kwamba umejibu sawasawa na mmoja wa wanawake wapumbavu wanavyojibu. Tupate mema machoni pa Mungu nasi tusipate mabaya. Lakini katika maneno haya yote Yobu hakukosa kwa Mungu. Yani mpendo yafaa kujua kwamba Mungu ambaye alikubariki ni yule yule Mungu ambaye anaweza karuhusu upitie shida, upitie taabu na upitie mateso mbalimbali. Mtume unapotazama ndani ya kitabu cha Mhubiri 3:1 hapo anaonyesha maneno mbalimbali inayohusiana na kila kitu kinachokujia mwanadamu kwa majira na kwa wakati wake. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wakati kwa kila jambo hapa duniani inafanyika na inawapata watu wote. Jambo la mwisho ndugu mpendwa, yafaa kujua kwamba hapa mtume Petro anaonyesha juu ya Wakristo hao wanaosahau na kurudi nyuma. Aseme inatokea juu yao sawasawa na imbwa ambaye alitapika anarudia tena matapiko yake, na nguruwe aliyeoshwa
anarudi tena kugaagaa ndani ya matope. Wakristo wengi wanakuwa kama nguruwe, baada ya kuoshwa na kusafishwa na damu ya mwana kondoo, wanarudi tena kugaagaa ndani ya matope, wanarudi tena kugaagaa ndani ya dhambi kwa machukizo yale yanayomchukiza Mungu, lakini watu wanayarudilia na kufanya mzito kuwa mioyo yao. Ukimwangalia Belsazari, ni mtu ambaye alisahau yale yote ambayo yalimchukiza Mungu. Nebukadneza baba yake ambaye alikuwa ametupiliwa na Mungu kwenye pori, akakulishwa majani kama ngombe ndume, lakini vile vile naye akafanya moyo mzito moyo wake, akakamata vikombe vya dhahabu ambavyo alivikamata kukunywea pombe na kukunywea mvinyo, mpaka Mungu akakasirika na ikamletea kwake maanguko. Yafaa kujua kwamba ahadi ya kuja kwa Mungu inakaribia siku zote. Tuwe tayari, maana Kristo anasema, nami nitakapokuja nitaikuta bado imani katika dunia. Mpendwa, muda wetu ni mchache, lakini Mungu akubariki na Mungu awe pamoja nawe. Kwenye namba